kusema sema, nimeokolewa na Yesu. Sina hofu ya kutangaza, nimetakaswa na Yesu. Give the Lord a mighty hand Pigia Bwana Yesu makofi and a mighty makuu shout. katika jina, For he is mshangilie worthy. maana He is anastahili, mighty. yeye ni mkuu. Give our choir also a good hand. Wapigie waimbaji wetu pia makofi mazuri. hallelujah. Hallelujah. Blessed be your name, Jina la Jesus. Bwana libarikiwe Yesu. Hallelujah. Amen. Welcome once again. Karibu mara nyingine tena. We are back with a bang. Tumerudi kwa mpigo. Hallelujah. Amen. We are back with a bang. Tumerudi kwa mpigo. My prayer Ombi langu is that the church will not be closed ni again. kwamba kanisa litafungwa tena In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Because those who are doing that, Kwa sababu wanaofanya they hivyo really don't know what they are doing. hawajui wanachofanya. When we close the church, Tukifunga kanisa, a place for solutions, mahali pa kusuluhisha a mambo, place to run to mahali pa kukimbilia in times of trouble. katika nyakati za The matatizo. Bible declares Biblia inatangaza in 2 Chronicles chapter number 6, katika Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya when 6, Solomon was dedicating the temple, wakati Sulemani alikuwa anaweka wakfu he hekalu, made a special prayer akafanya ombi maalum and he said, Lord, na akasema, Bwana, when the time comes wakati utakapokuja when your people have sinned against you, ambapo watu wako wamekutenda dhambi, and when you have sent a pestilence, na wakati utakuwa umetuma mapigo ama or tauni, when they are attacked by foreign armies, ama wakivamiwa na majeshi ya kigeni, if they run to this house iwapo watakimbilia nyumba hii and cry to you na walie kwako and pray to you, na waombe kwako, may you hear from heaven sikia kutoka mbinguni and answer them na ukawajibu and heal them. na waponye. And he continues even chapter 7, Na anaendelea hata katika sura ya 7 where the Lord now answers that prayer, ambapo sasa Bwana anajibu ombi hilo and he says, na anasema, I have heard your prayer. nimesikia ombi lako. If my people Iwapo watu who are wangu called by my name walioitwa kwa jina will langu humble themselves watajinyenyekeza and seek my face, na kutafuta uso wangu, turn away from their wageuka iniquity, kutoka kwa uovu wao, if they pray, iwapo wataomba, I will hear nitawasikia from heaven. kutoka I will mbinguni, answer their prayers. nitajibu I maombi will yao, forgive their sins, nitasamehe dhambi zao, heal their land. nitaponya nchi yao. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana So lisifiwe. the church Kwa hivyo kanisa is a place where God answers prayers for the nation. ni mahali ambapo Mungu hujibu maombi kwa ajili ya taifa. It is from the church, Ni kutoka kwenye the kanisa, altar of God, madhabahu ya Mungu, where the Lord's name is established, ambapo jina la Bwana limeimarishwa, where we can run to as a nation. ambapo tunaweza kimbilia kama taifa. Praise the name of the Jina Lord. la Bwana And lisifiwe find solutions. na tupate suluhisho. Let's continue praying for our country, Tuendelee kuombea nchi yetu that this demon called corona kwamba hili pepo liitwalo corona will be defeated. litashindwa In Jesus' name. katika jina la It's a Yesu. demon. Ni pepo, It's a demon. ni pepo. Can you imagine ni ugonjwa gani inakuja inaharibu, inakula watu, inakula biashara, inakula jamii, inakula pesa? Sio ni pepo. Na wajue pepo, sisi ndio tunajua vile pepo inadiliwa. Si ndio? Pepo haifukuzwi na bunduki. Haifukuzwi na IMF. Haifukuzwi na dola. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haifukuzwi na vaccine. Inafukuzwa kwa maombi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Inafukuzwa kwa maombi. Watu wache tuombe. Hallelujah. Na inafukuzwa kwa maombi ya muungano. Amen. The Bible declares that where 2 or 3 are gathered in my name, Biblia inatangaza kwamba mahali popote ambapo 2 ama 3 wamekusanyika katika jina langu, there I am in their midst. hapo niko katikati yao.
So we need to be gathered Kwa hivyo tunahitaji so kukusanyika that we can pray and cast out and kick out this demon out ili of this tuombe country. na tukemee na tufukuze hili pepo. Na itaenda Amen. katika jina la Yesu. Amen. Amen. Psalm 121. Zaburi 121. The Lord watches over us. Bwana hutuchunga. Ama Whatever that hutulinda. happens, the Lord is watching over Chochote us. ambacho kinatendeka Bwana anatuchunga. Oh, hallelujah. Hallelujah. That is what I want to speak on. Hilo ndilo nataka kuongelea. That we need to have that assurance Kwamba tunahitaji kuwa na hakikisho hilo. that the Lord God Almighty Kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi is watching over us. anatuchunga. Oh, hallelujah. Hallelujah. Whether there is COVID, Kuwe na COVID, the Lord is watching Bwana over us. anatuchunga. Whether our businesses have gone down, Biashara the zetu hata Lord kama is zimeenda watching chini, over Bwana us. anatulinda. Whether we have buried our loved ones, Hata kama the tumezika wapendo Lord wetu, still watches over Bwana bado us. anatulinda na kutuchunga. Hallelujah. Hallelujah. That is the assurance I want us to have. Hilo ndilo hakikisho tunataka tuwe That nalo. no matter what is happening Kwamba to pasipo us, kujali kinachotutendekea, the Lord has not stopped Bwana hajaacha to watch over us. kutuchunga. He's continuing. Anaendelea. Oh, hallelujah. Hallelujah. The Bible says, Biblia inasema, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? That's a rhetorical question. nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Hilo swali ni swali ambalo halihitaji kujibiwa. My help comes from the Lord, the maker. Mark you, the word maker is capital M, of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he watches over Israel, will neither slumber nor sleep. Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiuache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Naam, hata sinzia wala hata lala, yeye aliye mlinzi wa Israeli. The Lord watches over you. Somebody just point at yourself Mtu jielekeze kidole and say, the Lord watches over me. na useme Bwana hunilinda. Say it with an attitude. Sema kwa madaha kiasi. The Lord watches over me. Bwana hunilinda. Hallelujah. Amen. You know, when someone big or great is watching you, Wajua wakati mtu mkuu anakuchunga ama anakulinda, you feel valued. unahisi wewe ni mtu wa thamani. You feel important. Wahisi wewe ni mtu muhimu. You feel like I belong. Wewe unahisi kwamba mimi ni wa hapa. You feel he cares. Unahisi kwamba anajali. What about when the Almighty God is watching Na over je, you? wakati Mungu mkuu mwenyezi anakulinda na kukuchunga? It's something that you can really be very proud of. Ni kitu ambacho unaweza kujivunia. Let me say something here that I did not say in the morning. Wacha niseme kitu ambacho sikusema asubuhi. This psalm is an arrogant psalm. Hii zaburi ni zaburi ya majivuno. David wrote it with a lot of arrogance. Daudi aliandika kwa kiburi kikuu, kwa majivuno. He was feeling so proud Alikuwa anahisi mwenye madaha that the Lord was watching over him. kwamba Bwana alikuwa anamchunga Despite everything that had happened to him. pasipo kujali chochote ambacho kilikuwa The kimemtendekea. small man called David. Yu kijana mdogo You know, aitwaye David Daudi. was not as tall as I Wajua am. Daudi hakuwa mrefu kama askofu. He was shorter. Alikuwa mfupi, But he was feeling so proud lakini alikuwa na hisi na maringo because he was being watched by a great kwa God. sababu alikuwa anachungwa na Mungu mkuu. That is why even when he confronted Goliath, Ndio maana hata wakati alikabiliana na he Goliath, told Goliath, aliambia Goliath, wewe, you are coming with big things, unakuja na vitu vikubwa, big swords, panga kubwa, big spears, mikuki mikuu, but I'm coming in one name, lakini naja kwako kwa the jina name moja, that is greater than the things you jina have. lililokuu kuliko vitu ulivyo navyo. That name Hilo jina is what I am wielding against you. ndilo nilakuja nalo kinyume na wewe. Let me not go there. Hata nisiende pale. Hallelujah. Hallelujah. The Lord watches over you. The Lord is your shade
at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Bwana ndiye mlinzi wako. Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote. Atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Oh, hallelujah. Amen. May the Lord bless his word. Bwana alibariki neno lake. Now, this psalm is among 15 psalms that David had written. Hii zaburi ni kati ya zaburi 15 ambazo Daudi alikuwa ameziandika. He wrote more, but these 15 are classified as songs of ascent. Zaburi aliziandika nyingi, lakini hizi 15 ndio zinaitwa wimbo wa kupanda ngazi, ama Songs of going up. wimbo wa kukwea, Songs of celebration. wimbo wa kusherekea, Or songs of arrogance. ama nyimbo za majivuno. I'm the one baptizing them. Ni mimi nabatiza hilo Because I sasa. read them through and I saw a lot of Davidic arrogance. Kwa sababu nilisoma na nikaona hapo ndani ile hali ya majivuno ya kidaudi. But not in the wrong way. Lakini sio majivuno ya ubaya. Because even he says, I will boast in the Kwa sababu Lord. anasema kwamba nitajisifu katika My Bwana. soul shall boast in the Lord. Nafsi yangu itajisifu katika Bwana. So David knew the value of being friends with God. Kwa hivyo Daudi alijua uthamani wa kukuwa rafiki na Mungu. He knew that while others were boasting about their gold and their silver, Alijua kwamba wakati wengine wanajisifu kuhusiana na dhahabu zao na fedha zao, he only knew that I can only boast with the creator of those things. yeye alijua tu ninaweza jivuna na yule muumba wa hivyo vitu vyote. Because when I boast of the creator, Kwa sababu nikijivunia he muumbaji, can give me part of what he has created. anaweza kunipa sehemu ya kila alichokiumba. Oh, hallelujah. Hallelujah. And that's why he's declaring and he's saying, I, David, Na ndio maana anatangaza na kusema kwamba mimi Daudi lift up my eyes to the mountains. nainua macho yangu kwa milima. Where does my help come from? Msaada wangu watoka wapi? David was looking at the mountains. Daudi alikuwa anatazama milima. Jerusalem is surrounded by mountains. Yerusalemu imezungukwa na milima. And when you are looking up to the Na sky, ukiangalia juu kwenye anga, people may confuse and think you are looking at the watu mountains. wanaweza changanyikiwa wafikirie kwamba unatazama milima. David was seeing beyond the Daudi mountains. alikuwa anaona zaidi ya milima. And he was asking the people, Na alikuwa anauliza watu, what do you think I'm looking at? mwadhani unawatazama nini? Am I looking at the Je, mountains? natazama milima? Yes, my eyes may be lifted to the Ni kweli mountains. macho yangu yanaweza kuwa yameinuliwa kwa But there milima, is something that I'm looking lakini at. kuna kitu I'm ninachokitazama. looking at where my help comes Natazama from. mahali msaada wangu watoka. Hallelujah. We Hallelujah. know that we need help. Tunajua kwamba tunahitaji Even msaada. in this particular season, Hata katika majira we haya need a lot of help. tunahitaji usaidizi We mwingi. need help from the Tunahitaji Lord msaada kutoka kwa to Bwana kick out corona. kuondoa We korona. need the Lord Tunahitaji to Bwana help us put bread on the table. kutusaidia kuleta mkate mezani. We need the Lord's help Tunahitaji msaada wa Bwana to help us gather our resources kutusaidia kukusanya rasilimali zetu that have been scattered. ambazo zimetawanyika. We need the Lord's help Tunahitaji msaada wa Bwana even in times when we are going through oppression. hata katika nyakati ambazo tunapitia kugandamizwa. And David asked a question, Daudi akauliza swali, where does my help come msaada from? wangu watoka wapi? And he decided to answer it. Akaamua kujibu, Because you are the one who knows where your help kwa comes sababu from. wewe ndio ujuaye mahali msaada wako watoka. Some people may seek for help from people, Baadhi ya watu wanaweza tafuta msaada kwa watu, but there are those who trust the Lord. lakini kuna wale wanamtumainia They will Bwana. always seek help Kila from the wakati Lord. watatafuta msaada kwa Bwana. Where you trust Mahali unatumainia is where you seek help from. ndipo unatafuta msaada. So what do you trust in? Kwa hivyo unatumainia nini? Who do you trust Ni in? nani unamtumainia? Let me join David and say, Wacha niungane na Daudi my na niseme, help msaada wangu comes from the Lord watoka kwa Bwana because I trust in kwa him. sababu namtumainia yeye. David also said, Daudi pia akasema, some trust in their wengine chariots, wanatumainia some magari yao, trust in their horses, wengine wanatumainia but farasi zao, I trust
trust in the lakini mimi Lord, namtumainia the Bwana, maker of the heavens muumba wa mbingu and the maker of the na earth. muumba wa nchi. In other Kwa words, maneno I mengine, trust in a sovereign God. natumainia Mungu mtawala mkuu. And he declares this. Na natangaza haya, He's not just the Lord, yeye sio tu Bwana Elohim, Elohim, Jehovah, Yehova, Yahweh. Yahweh. Because the name Lord is capitalized all through. Kwa sababu hilo jina Bwana limeandikwa kwa herufi kubwa lote. Speaking about the self-existing God, Inaongea kuhusiana na Mungu ajitawalaye na the creator who aishaye. was not created, Muumba aliyeumba na hakuumbwa. the one who creates things. Yeye aumbaye He vitu, calls things to be, huita vitu and vikawa they become. na vinakuwa. And David declares Daudi anatangaza and says, na kusema, this is the one I believe huyu in. ndiye namwamini, This is the one I huyu trust. ndiye namtumainia. Praise the name of the Jina la Lord. Bwana lisifiwe. Now let me give you something here Wacha that ni- will be good for you. Wacha nikupe kitu ambacho kitakuwa kitu kizuri kwako About the 15 Psalms kuhusiana na zile Zaburi that I am 15 talking about. ambazo naongelea. These 15 Psalms are from Psalm 120 to 134. Zaburi hizi 15 ni kuanzia Zaburi 120 hadi sura ya 124, This- 34. These are songs, Hizi ni nyimbo 15 songs nyimbo 15 sung by David. zilizoimbwa na Daudi. Hallelujah. Hallelujah. You remember I told you there were some songs that David could not dare to sing but gave to Asaph. Unakumbuka kuna nyimbo ambazo niliwaambia kwamba Daudi hangeliimba lakini alimpatia Safu. Because those ones, Kwa sababu hizo they were meant to bring people to gather them to the Lord. zilikusudiwa zikusanya watu waje kwa Bwana. But these are songs now, the 15 songs are the songs that are taking God before the presence of God in acknowledgement of who God is. Lakini sasa hizi nyimbo 15 ni zile nyimbo ambazo sasa ni za kutambua ukuu wa Mungu na kumpeleka kwa uwepo wa Mungu na kutambua Mungu ni nani. They are songs of boasting. Ni nyimbo za kujidai. Praise the name of the Jina la Lord. Bwana I lisifiwe. don't know whether we have those songs. Sijui kama tuna nyimbo kama hizo. I have not heard them being sung. Sijasikia zikiimbwa. But this one, Lakini huu wimbo David is singing about his relationship with God, Daudi anaimba kuhusiana na uhusiano wake na Mungu. of what God has done and can do for those who trust him. Kile ambacho Bwana ametenda na kile anaweza kufanyia wale ambao wanamtumainia. There are two schools of thoughts Kuna mawazo aina mbili about those 15 songs. kuhusiana na hizo nyimbo mbili ama tafsiri ya aina mbili. The first school of thought Tafsiri ya kwanza refers to that particular encounter Hezekiah had with God. inarejelea kwamba nyimbo hizi zinarejelea jinsi ambavyo Hezekia walikuwa na Mungu, walikutana na I'm Mungu. trying to look for the simple words that you can remember easily. Najaribu kutafuta maneno rahisi ambayo mnaweza kuyakumbuka kwa haraka. It speaks about how God made the shadow to turn back to give Hezekiah the king 15 years of more life. Inaongea kuhusiana jinsi ambavyo Mungu alifanya wakati wa Hezekia ukarudi nyuma, kivuli kikarudi nyuma, na wakati ukarudi nyuma kwa miaka 15. 2 Kings chapter 20 verse 6 to 10. Wafalme wa pili sura 20 mstari 6 hadi 4. Isaiah 38 5 to 8. Isaiah 38 verse 5 to 8. 38 mstari wa 5 hadi 8. These psalms, when they were being sung by the nation of Israel, Hizi zaburi wakati zilikuwa zinaimbwa na wa taifa la Israeli, they were reminding the people of how God can restore back what has been stolen. zilikuwa zinakumbusha watu jinsi ambavyo Mungu anaweza rejesha kile ambacho kimeibiwa. They were singing to keep in remembrance Zilikuwa zinaimbwa ili kuleta kumbukumbu that our God can turn back our evil into good. kwamba Mungu wetu anaweza badilisha uovu ukue mwema. Our God can restore our wasted years. Mungu anaweza kurejesha miaka yetu iliyopoteza. Our God can restore our wasted wealth. Mungu wetu anaweza rejesha mali zetu zilizoharibika. Our God can restore our wasted health. Mungu wetu anaweza rejesha afya yetu iliyoharibika. So they were singing to remind themselves Kwa hivyo walikuwa wanaimba kujikumbusha of the sovereignty of God, utawala mkuu wa Mungu, of God doing the impossible Mungu kutenda to yasiyowezekana the people that he kwa loves. watu wanaowapenda. They were using it or singing it to celebrate God's
promises. Walikuwa wanaimba ama kutumia nyimbo hizo kusherehekea ahadi za Mungu. That's the first school of thought. Hiyo ndio tafsiri ama wazo Now la the kwanza. second school of thought, Tafsiri nyingine ya pili, the songs of ascent or the songs of degrees. Degrees, yes. Nyimbo za kupanda ama nyimbo za kukwea ama za kuongezeka kwa viwango. They refer to those that the Jews sing as they went up in their pilgrimage to the temple. Ilikuwa inaongelea zile nyimbo ambazo Wayahudi walikuwa naimba wakipanda ngazi, wakiingia kwenda kuabudu katika hekalu. Just like today, kama vile leo, I am sure that there are people, nina uhakika kwamba kuna watu like me, kama mimi, who felt that we were climbing a certain ambao ladder walihisi kwamba kuna ngazi fulani as tunapanda we were getting back to church. tulipokuwa tunarudi kanisani. Oh, hallelujah. Hallelujah. That we are getting back to worshiping Kwamba together. tunarudi kuabudu pamoja. That we were getting back to dancing in the presence Kwamba of God. tunarudi kucheza katika uwepo wa Mungu. That we were going to see fellow brethren who believe in what we believe and who we believe. Kwamba tutaonana na wapendwa wenzetu ambao wanaamini tunachoamini na wanaamini ndani ya yule tunayeamini. So though there were no physical staircases that we were climbing, Kwa hiyo ijapokuwa hakukuwa na ngazi ambazo tunaona kwa macho but tukipanda, spiritually we were climbing certain staircases. lakini katika hali ya kiroho tulikuwa tunapanda ngazi fulani. That we were going out with a lot of maringos, Kwamba tulikuwa tunaenda kwa madaha na with a lot maringo of arrogance, na mbwembwe na with a majivuno lot of boasting. na kujivuna kwingi. We are going into the presence of God. Tunarudi katika uwepo wa Mungu. Not that we have not been going Sio there, kwamba hatujakuwa tukienda but pale, this one is different. lakini hii ni tofauti. Oh, hallelujah. Hallelujah. That we are back to Ya kwamba worship tumerudi God kumwabudu Mungu freely without kwa limitations. uhuru pasipo Now mipaka. this is what the Israelites Sasa were haya doing. ndio wana wa Israeli walikuwa That wanafanya, as they were singing kwamba walipokuwa and wakiimba asking questions, na kuuliza maswali, where does our help come msaada from? wetu watoka Our wapi? help comes from the Lord, Msaada wetu watoka kwa the maker Bwana, of the heavens, muumba wa mbingu, maker of the earth. muumba wa nchi. That is our God. Huyo ndio Mungu wetu. Oh, hallelujah. Hallelujah. That even though he made heaven and earth, Kwamba ijapokuwa aliumba ulimwengu na mbingu, he still watches over bado me. anatuchunga, He still cares about bado me. He ananijali, still cares about what I do. bado anajali kile He still ninachofanya, cares about where I go. bado anajali ninakoenda. He's so careful. Yeye ni wa kujali He's so mno, loving anapenda mno, that it takes time to look at me. kwamba anachukua wakati wa kuniangalia na Praise the kunitafuta. name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Oh, hallelujah. Hallelujah. This is exactly what David is portraying. Haya ndio Daudi anaonyesha, That the God that we serve, kwamba Mungu tunayemtumikia he did not just create the heavens and leave it there. hakuumba tu mbingu na akaachia pale. He also created people who appreciate that creation. Pia aliumba watu ambao wanatambua huo uumbaji, And he also created people who appreciate him na akaumba pia watu ambao wanamtambua yeye, and who also go back to worship him. ambao pia wanaenda kumwabudu. Praise the name of the Jina la Lord. Bwana lisifiwe. And as David is writing this, Na Daudi anapoandika haya, I like what he says in verse number 3. napenda kila anasema katika mstari wa 3. He says, this God, Anasema huyu Mungu, this Lord Jehovah Elohim, huyu Bwana Yehova Elohim, he will not let your foot slip. hata wacha mguu wako usogezwe ama uteleze. Hallelujah. Haleluya. Your foot, one. Mguu wako mmoja, That he even cares where you are standing. kwamba hata anajali mahali He unasimama, cares where you step. anajali unakosimama kanyaga. Hallelujah. Hallelujah. No wonder David prayed Si ajabu Daudi akaimba, and said, akaomba, Lord, na akasema, Bwana, when my foot slipped, wakati mguu wangu uliteleza, your mercies, O Lord, rehema zako Bwana they lifted me up. zilininua juu. When I was in the pit of miry clay Nalipokuwa kwenye shimo la and matope my feet were sliding, na miguu yangu ilikuwa inateleza I teleza, cried to the Lord. nalilia kwa He Bwana, lifted me na out. alininua juu, He put my feet akaweka miguu on yangu solid rock. kwenye mwamba Oh, imara. hallelujah. Hallelujah. He did not give him a seat, Hakumpa kiti, but he established
established his feet. lakini alithibitisha This is the same miguu God yake. I'm talking Huyu ndio about. yule Mungu Who ninaongelea, told Joshua, aliyemwambia Yoshua, every place where your feet will set, mahali kokote ambako miguu yako I give you itakanyaga for an heritage. nitakupa kama urithi wako. The Lord cares where you walk. Bwana anajali The unakotembea, Lord cares where you Bwana stand. anajali unakosimama. Blessed is the man, he says, Amebarikiwa, anasema in the book of Psalm chapter 1, katika Zaburi 1, who does not walk yule ambaye with the hatembei evil people. na watu waovu. He knows Anajua that your walk kwamba mtembeo is wako your possession. ndio umiliki yako. He knows Anajua that your walk ya kwamba mtembeo is wako your wealth. ndio mali yako. He knows Anajua that your walk kwamba mtembeo is your wako righteousness. ndio haki yako. He knows Anajua that your kwamba walk mtembeo is wako your character. ndio tabia yako. He knows Anajua that your walk kwamba mtembeo is your wako victory. ndio ushindi That's wako. why he Ndio says maana anasema in Psalm 37 verse katika 23. Zaburi 37:23. Oh, hallelujah. Hallelujah. I love this. He Ninapenda haya. says the steps of a righteous man Anasema hatua za mwenye haki are ordered by the Lord. zinaamrishwa na Bwana. Your steps. Hatua zako. Hallelujah. Hallelujah. Can you imagine? Fikiria From the moment you stepped out of your house, kutoka wakati ulitoka nyumbani mwako, the Lord was ordering your Bwana steps. alikuwa anaamrisha hatua He was zako. commanding, Alikuwa anaamrisha step here, kanyaga hapa, step there, kanyaga hapo, not there, usikanyaga hapo, but here. lakini hapa Walk this way, tembea hivi, turn this way. geuka hivi. I want you to walk nataka utembee where I have ordered mahali you. nimekuamrisha Praise utembee. the name of the Jina la Lord. Bwana And the lisifiwe. Bible Na says, Biblia He inasema delighted on where you walk. na anaipenda njia yako. Hallelujah. Amen. That how you walk Kwamba jinsi unavyotembea interests God. inamfurahisha Mungu. Whether you walk bouncing, Ukitembea kwa madaha it interests God. inamfurahisha Mungu. So you need to Ako na ask haja nayo. yourself. Unahitaji I kujiuliza. need to ask myself, Nahitaji kujiuliza, where am I walking? ninatembea wapi? Is my walk ordered by the Lord? Je, mtembeo wangu unaamrishwa na Bwana? Who am I walking with? Natembea na nani? Are the people I'm walking with, their steps, are they ordered by the Lord? Je, watu ambao natembea nao hatua zao zinaamrishwa na Bwana? Because God cares about Kwa it. sababu Bwana anajali sana Oh, kuyahusu. hallelujah. Hallelujah. God doesn't care just about what we eat or what we say. Bwana hajali tu kuhusiana na tunachokila ama tunachosema. He also cares about how we walk, Pia hujali jinsi ambavyo tunatembea. where we stand, Ni wapi tunasimama and how we na stand. tunasimama jinsi gani? Are you understanding now why I'm saying that this is an arrogant psalm? Je, unaelewa ni kwa nini ninasema kwamba huu ni wimbo ama ni zaburi ya majivuno ya madaha? The way you walk can portray whether you are a weak person or a strong person. Jinsi unavyotembea kutaonyesha kama wewe ni mtu mnyonge ama mtu mwenye nguvu. Hallelujah. Hallelujah. You know, there are those who walk and when you listen, it's like they can bring the house down. Wajua kuna wale wakitembea ukisikiza ni kama wataangusha nyumba. The way they step on the ground, Jinsi wanavyokanyaga chini. you hear some sound. Unasikia sauti You fulani. hear some vibration. Unasikia mitikisiko fulani. And there are those who walk Na cat style. Na kuna wale wanatembea kama paka. You can't hear. Hawezi ukasikia. From where I come from, they say gochoba. Na kule ambako natoka tunaita hivyo. They walk stealthily. Natembea pole pole. Nanyemelea. Ni kama unanyemelea. You know, if you want to surprise somebody, there is a way that you tiptoe. Wajua kama unataka kumshtua mtu ama kuna vile unanyemelea. Kisha ghafla You touch someone, unaguza mtu anashika, I didn't hear you. sikusikia ukija. But the scripture is clear. Lakini maandiko yako wazi That how you walk kwamba jinsi unavyotembea interests God. kuna shughulisha Mungu pia. He orders how we walk. Anaamrisha jinsi ambavyo tunatembea. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And David says, Na Daudi anasema, he who watches over you will not slumber. akulindaye hata sinzia.
that God is sure kwamba Mungu ana no uhakika. single detail can escape his watch. Hakuna kitu hata kidogo kitakwepa He's kutazama kwake. seeing everything that is happening Yuaona kila kitu kitendeka around you, kinachokuzingira, on you, juu yako, with you. na wewe. So he cannot be surprised and say, oh, when did this happen? Kwa hivyo hawezi kumshtua aanze kuuliza, na hili litendeka saa ngapi? He knows it all. Anajua. Praise the name of the Jina Lord. la Bwana lisifiwe. You know, there are times Wajua kuna nyakati that people were supposed to do things for you kwamba watu wanahitaji kukufanyia vitu and they kind of slumbered na wanasinzia and it passed. na hawafanyi. But our God Lakini Mungu wetu never slumbers. hasinzii, He watches you anakuchunga because you are such a great interest to God kwa sababu wewe ni haja kuu kwa Mungu, that he just wants to see every detail unfold. kwamba anataka kuona kila kipengele kukuhusu kikifunguka, kikionekana. And then David now begins to bring Israel in and he says, indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Na sasa Daudi anaanza kuingiza na kusema kwamba yeye aliye mlinzi wa Israeli hasinzii wala halali. Oh, hallelujah. Amen. That God is always watching us. Kwamba kila wakati Mungu yatuchunga. He doesn't have the eyes of flesh, just like Job says. Hana macho ya mwili kama vile Ayubu anasema. Job was asking this rhetorical question. Ayubu pia alikuwa anauliza hili swali ambalo si lazima lijibiwe. In Job chapter 10 verse 4. Katika Ayubu 10 Do you have eyes of the flesh? Je, una macho ya mwili? Do you see how mortal sees? Je, wewe unaona jinsi wanadamu wanaona? Our God doesn't see how men see. Mungu wetu haoni jinsi wanadamu wanaona. Because there are times that you open your eyes and if a fly hits your eye, you stop seeing for a moment. Kwa sababu kuna wakati ukifungua jicho lako kisha kukitokea na kamdudu kagonge jicho lako, na hutaona. Our God doesn't see that. Lakini Mungu wetu haoni jinsi hiyo. Praise the name of the Lord. Amen. So David gives us such an assurance Kwa hivyo Daudi anatupa uhakikisho kuu that we can rely on God. ya kwamba tunaweza kumtegemea Mungu. That the help of God is an assured help. Ya kwamba usaidizi wa Mungu ni msaada hakika. In this particular psalm, David is picturing and showing that there are people who trust in things and they will definitely be disappointed. Katika Zaburi hii Daudi anaonyesha kwamba kuna watu ambao wanatumainia vitu lakini bila shaka watakuja watahuzunika. David came from a background where he had gotten used to being forgotten. Daudi alikuwa ametoka kwa misingi ambapo alikuwa amezoea kupuuzwa na kudharauliwa ama kusahulika. In his father's house, katika nyumba ya babake, he was a forgotten son. Alikuwa mwana aliyesahaulika. When the prophet comes and asks for the sons of Jesse to be brought for a special sacrifice, nabii anapokuja na anaitisha wana wa Yese waletwe kwa ajili ya dhabihu maalum, apparently the father does not invite David. Yabainika baba hamwaliki Daudi. I wondered whether the father considered David a son or a daughter. Na nashangaa katika ibada ya kwanza nilisema ninashangaa baba alimhesabu Daudi kama mwana ama binti. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. You know, in the family, wajua katika familia, there is a family that as a family we may expect, okay, now we have 2 sons. Kuna familia ambapo tunaweza sema kwamba sasa tuna wana So wawili. the third one must be a daughter. Kwa hivyo watatu lazima akuwe binti. Or we have 2 daughters. Ama tuna binti And wawili. we say the third one must be a son. Na tuseme watatu lazima akuwe mwana. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. You know, as human beings we have such expectations. Wajua kama wanadamu tuna matarajio kama But hayo. God Lakini is Mungu not surprised. hashtushwi. He will give you children as he wants. Atakupa watoto jinsi anavyotaka. Praise the name of the Jina la Lord. Bwana lisifiwe. So maybe Kwa hivyo huenda Jesse expected David to be as the last born as a daughter. alitarajia kwamba kama kitinda mimba basi Daudi angelikuwa ni binti. You know, fathers with their daughters, Wajua baba na mabinti there is zao. such a special bonding there. Kuna urafiki. So when the wa man kipekee. of God comes and says, bring your sons, Kwa hivyo mtumishi wa Mungu akija na anasema leta they wanao, are all brought
but David is missing. Wana wote wanaletwa ila tu Daudi. Until God reminds the prophet Hadi Mungu anamkumbusha nabii to ask a question. aulize swali. Are all your sons here? Je, wana wako wote wako Then he hapa? remembers and he says, Kisha anakumbuka there is the last born, kuna huyu kitinda the mimba, youngest. huyo mdogo He's zaidi in the field. yumo kwenye viwanja huko. In other words, Kwa maneno he mengine, was not featuring in the arithmetic of the father, hakuwa anaonekana katika hesabu za babake, but in the arithmetic of God, lakini katika hesabu za Mungu he was number one. yeye ndiye alikuwa wa Oh, kwanza. hallelujah. Hallelujah. You may have been forgotten, Unaweza kuwa but ulisahaulika, God still counts lakini you. bado Mungu anakuhesabu. God still knows you are Mungu bado available. anakujua kwamba Oh, uko. hallelujah. Hallelujah. And God will always send them Na kila wakati Mungu to atawatuma go and bring you, waende wakulete, to show them that you are more important kuwaonyesha kwamba wewe ni wa muhimu to his zaidi kwa agenda, kusudi lake, even though they have forgotten you. ijapokuwa wamekusahau. No wonder David Si ajabu Daudi comes out so arrogantly anajitokeza kwa and he majivuno says, na anasema, the Lord who is watching me Bwana ambaye will ananilinda never sleep on me to forget hatawahi me. sinzia ama kulala nisahau. When it comes to the palace, Ikija sasa ni ikulu, David has a share of trouble Daudi pia ana mgao wa matatizo yake with the king Saul. na mfalme Sauli. When he goes even to his bedroom, Akienda hata kwenye chumba chake cha kulala, David has another problem in waiting by the name of Michal, his wife. Daudi pia ako na shida ingine inamngojea inaitwa Mikali. When ambaye he ndio goes mke to wake. the battlefield, Akienda kwenye vita, there is equal measure of trouble. kuna vita sawa sawa, Betrayals. kuna usaliti. No wonder David felt so close to God. Si ajabu Daudi alihisi karibu na Mungu sana. He knew things that common people never knew about this God. Alijua vitu ambavyo watu wa kawaida hawakujua kuhusiana na huyu Mungu. And he did not choose to be silent about it. Na alichagua kwamba hata He nyamaza. decided, I'm going to educate you people. Aliamua kwamba I'm nitawaelimisha, going to share what I know about this God. nitashiriki nijuacho kumhusu I'm huyu going Mungu. to share about a fellowship that I have found in life. Nitashiriki kuhusiana na ushirika ambao nimepata katika maisha, That there is an assurance. kwamba kuna uhakika. Can you imagine he has spent 2 verses talking about God watching. Fikiria amechukua mistari miwili akiongea kuhusiana na Mungu anapotulinda. Verse number 2. Mstari wa pili. Verse number 3. Mstari wa tatu. Verse number 2. Mstari wa pili. Verse number 5. Mstari wa tano. 3 verses. Mistari mitatu hapo. He's talking about God watching. Anaongea kuhusiana na Mungu He kutulinda. goes and gives us another bonus. Anaenda na kutupa Verse nyongeza. number 7. Mstari wa 7. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your Bwana life. atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi He yako. goes again to verse number 8 and he says, the Lord will watch over your coming and going. Mstari wa 8 anasema, anaendelea na kusema Bwana atakulinda utokapo na uingiapo. Oh, hallelujah. Hallelujah. That the Lord is watching your everything. Ya kwamba Bwana anaangalia kila kitu chako. Oh, Lord, watch over us. Bwana utuchunge. Somebody just say, Lord, watch over me. Mtu sema Bwana nilinde In every area of my life. katika kila eneo la maisha yangu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. You know, when the Lord watches over you, Wajua wakati Bwana anakulinda, you are secured. uko salama. You are safe. Uko salama. When he watches over you, Wakati he anakuchunga, will know your very need atajua hitaji lako and he will work to provide. na atataka kupeana. When he watches over you, Akikuchunga, he will know your every danger atajua kila hatari yako and he will protect you. na atakulinda. When he watches over you, Akikulinda, he will know of every stumbling pot. atajua kila mahali pa kuleta makwazo He ama will kujikwaa. know of every rock that is meant to stumble you to fall. Atajua kila mwamba ambao umekusudiwa kukufanya ujikwae uanguke. And he will make your path straight. Na atanyorosha njia yako. Oh, hallelujah. Hallelujah. The Lord is concerned. Bwana ana The haja. Lord is watching Na over Bwana us. anatulinda. Praise the name of the Jina la Lord. Bwana lisifiwe. The grand thought here Wazo kuu hapa is that the God who created heavens and earth ni kwamba Mungu aliyeumba mbingu na nchi takes time to watch over me, huchukua wakati wa kunichunga, takes time to care for me, huchukua wakati wa kunijali,
Because I trust in him. Kwa sababu namtumainia yeye. Because I believe his word. Kwa sababu naamini neno lake. Hallelujah. Amen. Remember this same David. Kumbuka huyu Daudi is the one who says, ndiye anasema, thy word neno lako have I hid inside me, nimelificha ndani mwangu, that I may not sin against you. kwamba nisikutende dhambi. Because he knows this Lord and he has fellowship with him. Kwa sababu anamjua huyu Bwana na ana ushirika naye. Oh, hallelujah. Hallelujah. So for David there is nothing that could separate him. Kwa hivyo kwa Daudi hakuna kitu ambacho kingelimtenga. He could declare just like Paul declares in Romans 8. Angelitangaza kama vile Paulo anatangaza katika Warumi 8. From verse 28 all the way to 39. Kuanzia mstari 28 hadi 39. That is asking a rhetorical question. Kwamba pia anauliza tena swali. Several of them. Ambaye ni ya moja kwa moja. That we know. Kwamba twajua. That all things. Kwamba vitu vyote. That things that are good. Kwamba vitu vizuri. Things that are love. Vitu ambavyo ni vya upendo. That those who are called according to God's purpose. Kwamba wale ambao wameitwa kwa kusudi la Mungu. Hallelujah. Amen. That all these things they will work for your good. Kwamba hivi vitu vyote vitatenda kazi kwa wema wako. And as he progresses he begins to ask, what can separate us from the love of God? Na akiendelea anauliza ni nini kitakachotutenganisha na upendo wa Mungu? Shall hunger, Njaa, nakedness, uchi, fear, woga, war, vita, pestilences, mateso, the sword, upanga, and many things he names. na vitu vingi anavitaja. And he reaches a point he says, no. Na anafika mahali anasema la. All this, hivi vyote they cannot separate us haviwezi kututenga from the love of God. kutoka kwa upendo wa Mungu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana And this lisifiwe. is exactly what David is Na portraying. haya ndio Daudi anayaonyesha. That your relationship with God, Kwamba uhusiano wako na Mungu, when you trust in God, ukimtumainia Mungu, when you trust God for big things, ukimwamini Mungu kwa ajili ya vitu vikubwa, he expects you also to trust him in the little things. anakutarajia pia umwamini kwa vile vidogo. You know, many a times Wajua mara nyingi we are able to seek God for big things, tunaweza kumtafuta Mungu kwa vitu vikubwa, but the small ones, lakini vile vidogo, the little ones, vile vidogo we vidogo, say, this one I can deal with it. tunasema hii naweza ishughulikia. Or when it comes you say, so and so is a friend of mine, he can deal with it. Ama ikija unasema fulani au fulani rafiki yangu anaweza ishughulikia. But the Lord is asking us to Lakini Bwana anatuuliza leo, trust me in big things and small things. niamini katika vitu vidogo na vitu vikubwa. Can I surprise you? Je, nikushangaze? When you seek God for the little things, Ukimtafuta Mungu kwa ajili ya vitu vidogo, that is clear faith that you trust God 100%. hiyo ni imani waziwazi ya kwamba unamtumainia Mungu 100% kikamilifu. When you trust him for the least things, Ukimwamini kwa ajili ya vile vidogo, you are actually saying, God, unasema Mungu, even these little ones, hata hawa hivi I vidogo cannot do without you. siwezi kufanya bila wewe. Amen. Amen. Don't say that, oh, this is too small to trouble God. Usiseme ati hii ni ndogo sana sitamsumbua Mungu. Hapana. God enjoys when you go to him with small things. Mungu hufurahia wakati unaenda kwake pia na vitu And vidogo. when you go to him for small things, Na ukienda kwake kwa ajili ya hivyo vidogo, it will build up your faith that he can also do big things. itajenga imani yako kwamba hata sasa utamwamini kwa vitu vikubwa. In other words, you are trusting him 100%. Kwa maneno mengine unamwamini kikamilifu. Oh, hallelujah. Hallelujah. The Bible says, trust in the Lord with all your heart. Biblia inasema kwamba mwamini Bwana na moyo wako wote, Do mtumainie not Bwana. lean upon your own understanding. Usitegemea kuelewa kwako kama mawazo yako. In everything, Katika kila kitu acknowledge him. mtambue. Hallelujah. Amen. Everything. Kila kitu, Big things, vitu vikubwa, small things, vitu vidogo, medium things, vya wastani, big trouble, matatizo makubwa, small troubles, matatizo madogo, medium troubles. hata matatizo ya Trust wastani, him. mtumainie. The Bible says he will cause it to come to Na Biblia pass. inasema ya kwamba atasababisha ije kwetu. When you trust him in everything, Ukimtumainia katika kila in kitu, those big things and small things, katika hivyo vitu vikuu na vidogo, the Lord watches over you. Bwana hukuchunga na kukulinda. Verse number 5, I like the second part how he says. Mstari wa 5 ninapenda hiyo sehemu ya pili jinsi inavyosema. You see now he's repeating again
Anarudia tena. And he says, the Lord is your shade at your right hand. Anasema Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. The sun will not harm you by day, Jua halitakupiga mchana, nor the moon by night. wala mwezi wakati wa usiku. Here he's talking about the things that happen during the day. Hapa anaongelea vitu vitendekavyo mchana. There are many things that happen during the day. Na vitu vingi vitendekavyo mchana. Dangers are not only limited to the night. Hatari hazipo tu usiku pekee. Problems are not only limited to the night. Shida nazo sio tu za usiku pekee. There is a measure that will have happening during the day. Kuna kiwango kitakachotendeka hata mchana. But he says, Lakini anasema the Lord watches over you. Bwana anakuchunga na kulinda. Hallelujah. Amen. He will be your shade. Atakuwa ni uvuli wako. This brings out also that story about the children of Israel in the wilderness. Hii inachipuza pia kuhusiana na hadithi ya Wanaisraeli katika nyika. The Lord was so concerned about them walking under the scorching sun Bwana alikuwa na wajali sana walikuwa wanatembea chini ya jua, that he brought a cloud during the day. kwamba akaleta wingu mchana. Let me assure you, friends, Wacha niwahakikishie marafiki, the sun in the nation of Israel or in Palestine is so hot than the one in Mombasa. jua katika nchi ya Israeli ama kule Palestina ni joto moto kuliko lile la Mombasa, Than the one in Lodwar. kuliko hata ile la Lodwar, kali zaidi. It goes beyond 47 degrees. Kiwango cha joto hupita viwango vya nyuzi 47. The time that we were there, Wakati tulikuwa kule, we felt like the brain is going to boil. tulihisi ni kana kwamba ubongo utaanza sasa kuchemuka pale. We were all wearing these big hats. Sisi wote tulikuwa tunavalia hizi kofia kubwa kubwa, But you feel like, lakini bado na it hizi is not enough. haijatosha. And here the Lord protects them. Na hapa Bwana anawalinda na He kuwakinga, caused a shade for them during the night, the anawasababishia day. kivuli mchana. Hallelujah. Amen. Showing that the Lord is concerned about things you encounter during the day. Kuonyesha kwamba Mungu ana haja na anajali kuhusiana na vitu They unavyokabiliana could navyo be mchana. worse than they are, Vinaweza kuwa ni vibaya but there is a kuliko shade. lakini kuna Hallelujah. uvuli. The Lord is shading you. Bwana anakukinga kwa He's kivuli, shielding you anakukinga from the heat of the matters you are going through. kutokana na joto ya mambo unayopitia. He's keeping you and protecting you. Anakuhifadhi na anakulinda. So the next time you have a kahoma, know that it could be worse than that. Kwa hivyo wakati mwingine ukiwa na homa, ujue kwamba hiyo homa inaweza kuwa kali zaidi kuliko vile ilivyo. But the Lord is shading you. Lakini Bwana anakukinga. Oh, hallelujah. Amen. He's keeping you. Anakukinga. And he says that he will take matters of the day under the sun. Na anasema kwamba atashughulikia mambo ya mchana chini ya jua. And he will take matters of the night during the moon. Na pia atashughulikia yale mambo ya usiku wakati wa mwezi. Now there are two prefigurations here. Kuna mifano miwili ama maelezo mawili The hapa. moon symbolizes the night, Mwezi unaashiria usiku, mbala and mwezi. the moon symbolizes the month. Na pia mbala mwezi inaashiria mwezi wa siku. Amen. Amen. The moon appears once in a month. Mbala mwezi inaonekana mara moja kwa mwezi. Yes, it may appear several days in the month, but it appears at a certain period. Inaweza Once. Haitaonekana mwanzo wa mwezi na mwisho wa mwezi tena uone mwezi. Si ndio? Amen. Am I communicating? Kishaonekana imeonekana. And then once we see it this month, then we shall see it the next Na month after it tukishaona is mwezi gone. huu ukienda tutaona mwezi mwingine. That's why in the African setup, the days used to be counted by the moon. Na ndio maana katika Kiafrika siku zilikuwa zinahesabiwa kutumia mbala mwezi. Traditionally, Kitamaduni they could say we shall meet in the next moon. wangelisema tutakutana katika mbala mwezi hiyo nyingine ama mwezi Meaning that there mwingine. will be several weeks before the moon appears. Kumaanisha kwamba kuna majuma kadhaa yatakuwepo hadi ndio mwezi mwingine uonekane. There are some places that they also count days in the market days. Kuna kwingine ambako kunahesabiwa na siku za soko. Si ndio?
That there are places that when you go to Oshago, the day of the market can either be on Thursday, some places it may be on Tuesday, so that when you want to go sell your animals, your chicken or your goods, that is the market day. Kwamba ukienda kule mashambani kuna siku zinahesabiwa na siku ya soko. Utasikia pengine siku ya soko ni Jumatano ama Alhamisi. Kwamba ukitaka kwenda sokoni uuze ng'ombe, mbuzi, paka, kondoo yote unauza siku fulani. So in other words, the Lord is concerned about what happens to you in a particular month or a particular length of period. Yaani kumaanisha kwamba Mungu ana haja sana, anashughulikia vile vitu vinakutendeka katika mwezi fulani, katika muda fulani, majira fulani. So David understood these things. Kwa hivyo Daudi alielewa mambo haya. There were times he was running away when it was night. Kuna nyakati alikuwa anatoroka kukiwa usiku. You remember the day that he and Jonathan had agreed that when you shoot the arrows, wakumbuka ile wakati ambapo walikuwa wamekubaliana na Yonathani kwamba wakati atatupa mishkuki, when King Saul wanted to kill him, wakati mfalme Sauli alitaka kumuua, and David said, I'll not come for supper, na Daudi akasema sitakuja chakula, but I want you, lakini nataka wewe, for me to know ili mimi that I am safe, kwamba niko salama. Find it out from your father. Upate kujua kutoka kwa babako. And Jonathan asked, how will I let you know if it is safe? Na Yonathani akauliza, nitakujulishaje kwamba kuko salama? And he told him, akamwambia, you'll come to the field, utakuja kule uwanjani, and when you come to the field you'll give me a sign. Na ukija uwanjani utanipa ishara. And Jonathan said, Yonathani akasema, I will shoot the arrows, nitaachilia and mishale, I will tell the young man to fetch my arrow. Nitaambia kijana aenda achukue huo mshale. If I say to the left, nikisema kushoto, you will know this. Ujue haya. If I say to the right, nikisema kulia, you will know it is dangerous. Ujue ni hatari. And then you can run away. Na unaweza toroka. So David here, kwa hivyo hapa Daudi, is also bringing that to remembrance. Pia analeta kumbukumbu hiyo. And he's saying that the Lord, na anasema kwamba Bwana will keep you safe. Atakuhifadhi. No harm will come to you during the day. Hakuna ubaya utakuja mchana. Even when you are not able to see, hata wakati huwezi kuona, the Lord will preserve you. Bwana atakuhifadhi by the night. Usiku. Oh, hallelujah. Amen. When you are going through the night, wakati unapitia kwenye may usiku, the Lord preserve you. Bwana kuhifadhi. May the Lord protect Bwana you. kulinde. When the enemy is attacking you at night, may the Lord preserve Bwana you. kuhifadhi. When the arrows are flying at night, wakati mishale may inarusha the Lord usiku, preserve Bwana you. kulinde. In the mighty name of katika jina Jesus. kuu la Yesu. That even during the day, kwamba hata mchana, as you go out, unapoenda may nje, He watch and order your footsteps. akuchunge na amrisha In hatua the zako. mighty name of katika Jesus. jina kuu la I Yesu. love how He concludes. Ninapenda jinsi He anavyomaliza. says the Lord will keep you from all harm. Anasema kwamba Bwana atakulinda kutoka kwa ubaya wote. He will watch over your life. Atachunga maisha May yako. the Lord watch over your na Bwana life. alinde maisha In the yako. mighty name of katika Jesus. jina kuu la Yesu May He Kristo. preserve you Akuhifadhi and keep you na kuweke and watch over your na life. kuchunge katika maisha yako. Finally, brethren, Hatimaye wapendwa, let me close this. wacha nimfunge hapa. The Lord will watch over your coming and your going. Bwana atachunga kukuja kwako na kwenda kwako. Hallelujah. Amen. You know, anytime that you step out, wajua wakati wote ambapo unakanyaga nje, the Lord is concerned Bwana anajali that as you are going, kwamba unapoenda, because He is the one. kwa sababu yeye ndiye. I read a certain very interesting write-up somewhere. Nilisoma maandishi fulani mahali. I was seated in I don't remember whether it was a bus or a matatu. Nilikuwa nimeketi, siwezi kumbuka ilikuwa ni basi ama matatu. And there was a sticker that was put there. Na kulikuwepo kabango kameandikwa pale. Speaking about John chapter number 14. Kanaongea kuhusiana na Yohana 14. Where Jesus says, I am the way. Ambapo Yesu anasema mimi ndimi njia. Hallelujah. Amen. And it was saying, na ilikuwa inasema, He knows about the dangers of your journey. anajua kuhusiana na hatari za njia bara That's why safari He yako. has declared that I am the way. Ndio maana ametangaza kwamba mimi ndimi njia. Praise the name of the Jina la Lord. Bwana That lisifiwe. every time you are going to step out of your Kwamba house, wakati wote unakanyaga nje ya nyumba He's yako, concerned about where you are going. anajali sana mahali unaenda. So He's watching your coming. Kwa hivyo anaangalia kukuja kwako. Hallelujah. Amen. And you are going. Na kuenda kwako. Because He is the way. Kwa sababu yeye ndiye He's njia. concerned about your sitting in. Anajali sana kuhusiana na kukaa kwako. Because He is watching over
you. kwa sababu anakuchunga na kukulinda Even now and forevermore. hata sasa na milele. He is not only concerned about this life. Hana tu hajali tu maisha That's haya. why he came and he Ndio declared, maana alikuja na katangaza, I am the way to the Father. mimi ndimi njia kwa Baba, That forevermore kwamba milele na hata milele he has cared for you. amekujali. Hallelujah. Amen. Now, let me leave us with this scripture. Wacha na maandiko haya In Hebrews chapter number 4, verse 16. katika Waebrania 4:16. If David has alluded all, has sung for us this wonderful song, Iwapo Daudi ametuimbia wimbo huu wa ajabu, there is something that we need to conclude with. kuna kitu ambacho tunahitaji kumaliza The scripture nacho. says, let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Maandiko anasema kwamba basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. David has spoken very clearly Daudi ameongea waziwazi that there is a relationship between him and God. kwamba kuna uhusiano katikati yake na Mungu. He could not have written this song without having a relationship. Hangeliandika wimbo huu pasipokuwa na uhusiano. He knew that the Lord watches over me because he has a relationship. Alijua kwamba Bwana ananilinda kwa sababu nina uhusiano. Oh, hallelujah. Hallelujah. Because like even in a family, Kwa sababu kama kwa mfano katika you will familia, find that the father is watching over his family. utapata kwamba baba anachunga familia yake. Wherever they go, Kokote he's waendako concerned. ana haja Whatever sana. they do, Kokote he's also. chochote wafanyacho And the pia mother anajali. also. Na pia mama, Praise the name of the Lord. jina la Bwana And lisifiwe. later on you find that even the children now become concerned about their parents. Na baadaye pia unaona watoto pia wanakuwa wanajali sana kuhusiana na wazazi wao. They begin watching over them. Wanaanza kuwachunga. There is a saying from where I come from Kuna msemo kutoka kule na kotoka that you guide your children in their early stages, kwamba uongoze ama waelekeze wanao katika miaka yao ya uchanga, and as you are guiding them, na unapowaongoza, if you are guiding them well iwapo unawaelekeza vizuri in your old age, katika uzee wako, they will also guiding you the same way. pia watakuelekeza vivyo hivyo. So if you guided them wrongly, Kwa hivyo kama uliwaelekeza vibaya, they will also guide you wrongly. watakuelekeza wewe pia vibaya. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. So it's an investment you make, Kwa hivyo unaekeza, that as you do it to them, you watch over them. ukifanya hivyo, ukiwafanyia na kuwachunga, Then when you are old, ukizeeka they begin also to pia wao over wataanza you. They watch over you watakuchunga because of that kwa relationship. sababu ya uhusiano huo. And David Na Daudi had a relationship with God. alikuwa na uhusiano na Mungu. The Apostle Paul reminds us and says, let's come therefore boldly. Mtume Paulo anakumbusha na kusema kwamba wacha tuje kwa You ujasiri. can only go boldly to a person that you have a good relationship. Utaenda tu kwa ujasiri kwa mtu uliye naye na uhusiano mzuri. When the relationship is trained, Uhusiano huo kama ni mbaya, that is when you begin to look for emissaries. hapo ndio utaanza kutafuta watu watume. I know I offended so and so. Najua nilikosea fulani. Can you please go and try to make senses for us? Tafadhali enda ujaribu kutupatanisha. So we need to go boldly. Kwa hivyo utahitaji kwenda kwa ujasiri. The Bible is very clear. Biblia iko wazi He mno. who began a good work Yeye alianzisha kazi nzuri, is faithful ni mwaminifu to complete it. kuikamilisha. Philippians 1:16. Wafilipi That we 1:16 need to be confident. kwamba tunahitaji kuwa na ujasiri. God never begins what he doesn't want to Mungu finish. haanzishi kitu ambacho hataki That's kumaliza. why he was watching Ndio all through. maana alikuwa analinda na That's kuchunga why kila he's wakati. watching us. Ndio maana anatulinda. I may say this. Iwapo naweza sema haya, God is watching over his own interests in our lives. Mungu anachunga haja zake katika maisha yetu. He has invested in us through the blood and the life of his son. Amewekeza ndani mwetu kupitia kwa damu na uhai wa mwanawe. So he is watching over Kwa hivyo us. anatuchunga, He's watching over his interests. analinda haja zake. That's why we are kept by the power. Ndio maana tumehifadhiwa na nguvu. In 1 Peter 1:5, Katika Petro kwanza 1:5 we are kept by the power tumehifadhiwa na nguvu of faith. za imani, Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last
time. ambao wamehifadhiwa kwa nguvu za Mungu kupitia kwa imani kwa wokovu, tayari kufunuliwa kwa siku ya mwisho. The power of God is at work in your life. Nguvu za Mungu zimo kazini That's katika why he maisha. has kept you and sustained you up to this time. Ndio maana amekuweka na kukuhifadhi hadi wakati huu. Things have happened, Vitu vimetendeka. but because of the power of God in Lakini your kwa life, sababu ya nguvu za Mungu katika he has maisha, continued to keep you afloat. ameendelea kukuhifadhi. Oh, hallelujah. Amen. He says, Anasema, when you go through the waters, wakati utapitia they kwenye will not maji, overflow you. hayatakugarikisha. You go through the fire, Ukipitia kwenye it moto, will not burn you. hautateketea. It doesn't mean the water will not be there. haimaanishi maji It hayatakuwa. doesn't mean the fire will not be there. Haimaanishi moto They hautakuwa. will be there, but you must go through them. Itakuwepo, lakini lazima Know that uvipitie. I'm coming through. Jua kwamba naja. Oh, I'm not staying in the fire. Sikai katika Neither am moto. I sinking in the water. Na sizami But katika the maji. word of God has assured Lakini me, neno la Mungu I am going limenihakikisha through the waters. kwamba napitia When it kwenye comes maji. to the fire, I am going Na through ni it. kama katika moto I will utapitia. come out. Nitapita. God is watching. Kwa sababu Mungu ananilinda. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let us rise up together. Tusimame. Let us rise and pray. Tusimame tuombe. Be encouraged Himizika that God is watching. kwamba Mungu There anakulinda. may be things that have happened. Kunaweza kuwa vitu God is vimetendeka, watching. lakini Mungu You may anakulinda. have gone through trouble, Unaweza kuwa umepitia matatizo, trials, majaribu, challenges, changamoto, sickness. magonjwa. You've lost your livelihood. Umepoteza You've lost hali your yako ya maisha, job. umepoteza kazi Your yako. business is gone. Biashara yako But imeenda. God is Lakini watching Mungu and is anachunga up to something. na anashughulika. Oh, hallelujah. Hallelujah. Just trust in Him. Mwamini tu yeye. Just hope in Him. Mtumainie yeye. In the mighty name of Katika jina Jesus. kuu la Yesu Because Kristo. He has promised Kwa sababu ameahidi never to leave us, hata kutuacha never to forsake wala us. kutusahau. Let's pray together. Tuombe pamoja. Eternal Father, we stand Baba wa milele, tusimama before your presence. mbele ya uwepo wako. We want to thank you Tunataka kushukuru because you are watching kwa us. sababu unatuchunga. Even as your servant David Hata kama vile mtumishi has wako Daudi encouraged us through this song, ametuhimiza kupitia kwa that Zaburi. Lord, you are always watching Ya kwamba over kila us, wakati Bwana that you are unatulinda. our help. Ya kwamba wewe ndio We msaada lift wetu. up our eyes to Twainua you. macho yetu kwako. Many times people may confuse Mara nyingi watu when we wanaweza lift changanyikiwa. our eyes, Wakati tunainua macho thinking yetu, we are looking at the wakidhani mountains. kwamba But tunatazama Lord, milima. we are looking Lakini up Bwana to tunaangalia you, juu. Lord God, Kwako wewe Bwana maker Mungu. of the heavens and the Muumba wa earth, mbingu na ulimwengu. maker of all things Muumba wa vitu that vyote we see and we do not ambavyo see. tunaona na Because, Lord, Kwa sababu you Bwana watch over us. unatuchunga. You are keeping our foot Unaweka from miguu being yetu taken. kutokana na You have kuchukuliwa. kept us, Lord, Umetuhifadhi up to this Bwana. particular Hadi time. wakati huu. Lord, we are looking Bwana, up to you. tunakutazamia Even wewe. in the situation in Hata our katika nation, hali katika we are nchi yetu. looking up to you Tunakutazamia to intervene in our situation. uingilie katika In the hali yetu. mighty name of Katika Jesus, jina kuu la we Yesu. arise as the body of Tunainuka Christ. kama mwili We wa Kristo. arise as the body of believers Tunainuka kama mwili that have wa waumini. believed in you, Ya kwamba that have tunaamini na wewe. trusted in Ya you, kwamba that have hoped in wewe. you, that Tumekuamini have a wewe. relationship with Na you. tunahusiana The na wewe. people that you have said, Watu ambao umesema, my people, watu wangu, if they pray to me, iwapo if wataomba they kwangu, seek my face, iwapo watatafuta if they uso turn away iwapo from their watageuka wickedness, kutokana na I uovu will wao, hear them. na When they nitawasikia. pray, Wakiomba, when they repent, wakitubu, I will hear them nitawasikia, and forgive na them. nitawasamehe. When they call for healing, Wakiita I will uponyaji, hear them and nitawasikia, heal them. na When nitawaponya. they call for security, Wakiitisha I usalama, will hear them and nitawasikia, protect them. na kuwalinda. Lord, we are calling on Bwana, you. tunakuita We are leo. calling on you this Tunakuita afternoon wewe adhuhuri that ya you leo. may come, my Kwamba Father, ukaje Baba over this nation, juu ya taifa that hili. you may come, my Father, Kwamba uje Baba over this land of Kenya. katika nchi ya Remember Kenya. mercy, Lord. rehema We are zako, Baba. approaching your throne, Tunakaribia your kiti throne chako. of grace, Kiti chako your cha throne neema. of grace, Kiti chako that cha we may neema. obtain Ya kwamba mercy. tukapate We need rehema. mercy in this Tunaona nation. na We rehema, need your Bwana. mercy in this Tunahitaji land. rehema, Bwana, Forgive katika us of our sins. Tusamehe dhambi Forgive zetu. us of our iniquity. Tusamehe uovu Forgive wetu. us of our rebellion. Tusamehe uasi Forgive us for stretching our hands Tusamehe kwa to kunyosha worshiping mikono yetu. idols, Kuabudu to sanamu. worshiping strange Na gods, kuabudu miungu to ya kigeni. worshiping the gold, Na to kuabudu worshiping dhahabu. the silver. na kuabudu Lord, fedha. may you remember mercy. Bwana, kumbuka Where rehema we have zako. murdered, Mahali where ambapo we have shed tumemwaga innocent damu. blood. Mahali ambapo Lord, tumemwaga may you damu remember ya Bwana, mercy. uturehemu. May you have mercy over us, Turehemu, over Bwana. this nation, oh Juu ya God. taifa hili. Whereas the church, Mahali ambapo we have kanisa failed, oh God, tumekuangusha. and walked Na to the tumetembea wrong direction, kuelekea and mwelekeo usio. walked Na with tumetembea impurities, na utu, with lies, na uovu, in immorality, katika in uasherati, wickedness. katika uovu. Lord, remember mercy. Bwana, kumbuka Have rehema. mercy on your church. Rehemu kanisa Heal your lako. church, my Father, Ponya kanisa that lako, it may Baba. become your voice Kwamba likawe ni in this sauti yako. nation in Jesus' Katika nchi name. hii katika jina la Yesu. Father, Baba, may you come through for us. njoo kwa ajili yetu.
May you come through for your church. Njoo kwa ajili ya kanisa lako In the mighty name of katika Jesus. jina kuu la Yesu. We are praying, my Father, Tuomba Baba that you yangu may roll away the reproach. kwamba ukaondoa The reproach of your people. aibu ya watu In wako this nation, oh katika God. taifa hili That you Mungu. may heal this Kwamba land. ukaponye nchi That you hii. may heal this land. Kwamba ukaponye nchi Even hii. through the church. Hata kupitia kwa King kanisa. of all glory. Mfalme wa utukufu We wako. raise up an altar Wainua juu where the altar fire yako. was quenched. Ambapo moto Ignite a ulizimwa. fresh fire. Washa moto. Send a fresh fire. Washa moto. In the mighty name of Katika Jesus. jina kuu la That Yesu. it may burn continually. Kwamba In the mighty ukawake name of kwa Jesus. kuendelea katika jina kuu la Yesu. We need you, Holy Father, Tunahitaji moto wako over mtakatifu this nation of Kenya. juu ya taifa hili la Kenya. Dear Lord, we are praying Bwana mpendwa, even for tuomba the leadership of hata this kwa ajili ya land. uongozi wa nchi. Where, my Father, deception has taken them over. Mahali udanganyifu Bwana Where umechukua. corruption has taken them over. Mahali ambapo ufisadi Lord, umewateka. we repent on their Bwana behalf. twatubu kwa niaba yao. Just like Daniel Kama repented, vile Danieli alitubu his sins and the sins of his dhambi people. zake na dhambi za We watu are wako. repenting of our sins. Twatubu dhambi The zetu. sins of our people in Dhambi this za land. watu wako, The Bwana sins nchi. of our leadership in this Dhambi za land. uongozi Lord, wako that katika you may have mercy. Kwamba Bwana That you may ukaturehemu. forgive us as a Kwamba Bwana nation. ukatusamehe kama In the taifa. mighty name of Katika jina Jesus. kuu la Yesu Lord, Kristo. we pray. Bwana tuomba. Where wicked counsel, Mahali ushauri where mwovu. evil counsel Mahali ushauri has surrounded mwovu. our leadership, Umezingira uongozi Lord, we wetu. scatter them. Bwana tunawatawanya. We scatter them. Tunawatawanya. We break that chain Tunavunja in the ile mighty roho. name of Katika Jesus. jina kuu We la command Yesu them to be removed. Tunaamrisha We waondolewe. command them to be removed. Tunaamrisha Open waondolewe. the eyes of our Fungua leaders. macho ya viongozi Open the wetu. mind of our Fungua leaders macho ya in the viongozi mighty wetu. name of Katika Jesus. jina kuu That la they may Yesu. see Kwamba the wakaone deception that udanganyifu has surrounded ambao them. In umewazingira. the name of counsel, Katika jina la remove ushauri. this wicked Ondoa counsel hii that the ushauri king wako. may Na reign kwamba in mfalme the mighty atawale. name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Father, turn the hearts of our leaders Baba, geuza mioyo ya viongozi wetu towards you, O God. kukuelekea wewe Mungu. Turn their hearts. Geuza mioyo yao. Fill them with the fear of God. Wajaza na kicho cha Fill Mungu. them with the fear of God. Wajaza na kicho cha Melt Mungu. their hearts with the fear of God. Yeyusha mioyo In yao the na kicho mighty cha name Mungu. of Katika Jesus. jina kuu la Yesu. Those altars of traditions. Hayo madhabahu ya kitamaduni. Those altars of traditions. Hayo madhabahu ya kitamaduni And wicked worship. na ibada ya uovu, Ancestral worship. ibada ya mababu We nullify. tunaiondoa. We dismantle those altars. Tunasambaratisha We madhabahu. uproot them by their foundations. Tunayang'oa kwa misingi In yake. the mighty name of Katika Jesus. jina kuu la Yesu. We declare in this generation Tunatangaza katika kizazi that they hiki will not speak kwamba while hayatanena. we are still standing. Wakati bado They will tunasimama. not speak Hawatanena. while we are still alive. Wakati bado tuko Even hai. after we are dead, baada tuko we hai. declare Tunatangaza. these altars. Haya madhabahu. We silence their voices. Tunanyamazisha We sauti silence zao. their derision. Tunanyamazisha We silence sauti their zao. voices in the Tunanyamazisha mighty sauti zao. name of Katika Jesus. jina We kuu la Yesu. dismantle those altars. Tunasambaratisha madhabahu hayo. Just like the days of Elijah, Kama vile siku we za call Daudi. down fire from heaven Tunaitisha moto to toka come and mbinguni. consume the sacrifice kuteketeza dhabihu that we have raised upon this ambayo altar. tumeweka kwa In madhabahu the haya. mighty name of Katika jina kuu la Jesus, Yesu that as Kristo. the fire comes to Kwamba moto consume, unapokuja, Bwana, let those altars, my Wacha Father, madhabahu hayo, of Baba, deception and Baalism, udanganyifu na are in ubabali. the name of Jesus, Katika jina la those Yesu. worshipping the dragons, Wanaoabudu let those majoka. altars be destroyed. Madhabahu haya Let those yaharibiwe. voices be Hata hizo silenced. sauti In the mighty zinyamazishwe. name of Katika Jesus, jina kuu la Yesu. we enthrone you, Lord. In this place. Takuenzi Bwana. We pray for healing, my Father. Tuomba kwa ajili ya uponyaji We Baba. scatter this demon of corona. Tunatawanya ili pepo We la scatter corona. this demon of corona Tunatawanya ili pepo la out of corona. this nation, my Kutoka kwa Father. taifa hili, We Baba. command it to die by its root. Life kwa mizizi We yake. arrest it in the spiritual Tunaiteka nyara realm. katika We ulimwengu pull wa it kiroho. down in the mighty Tunaivuta name. na kuangusha We chini arise katika in jina la our Yesu. rightful place Tunainuka katika in the nafasi zetu heavenly zinazofaa. places Mahali where pa we have been mbinguni, given ambapo power tumepewa and nguvu authority na and mamlaka the mandate na mamlaka. against powers, Kinyume na against kinyume principalities, na utawala. against the rulers of the Kinyume na wicked utawala world. wa nguvu za Lord, we ulimwengu draw wa giza. from the throne of Baba, God tunasimama and direct kwa against kutekeleza Bwana na every kuelekeza. force of evil, Kinyume every na force kazi of za sickness, uovu. Kinyume every na force of magonjwa. disease, Kinyume every na demonic magonjwa. spell Kinyume that has na been laana released against ambayo this land. inachiliwa juu ya We nchi hii. dismantle it, my Father, in the Tunasambaratisha mighty Baba name yangu. of Jesus. Katika We jina kuu pull la it Yesu down. Kristo. We pull the Tunaiangusha stronghold. chini. We pull the Tunaangusha strong man, the Tunaangusha demonic nguvu. strong man
plan of the COVID-19. We cancel and nullify you. We destroy your power in the mighty name of Jesus. And release the fire of the Holy Ghost. We release the fire of God to burn it, my Father, to stop it. Katika jina la Yesu Kristo. Rekema sontara maseke abayanda. Rekema konderebo kuriba seke derebo. Father, Baba, release your fire. Release your fire to consume, my Father, this pandemic, to stop it, my Father, even the locusts, to stop them, oh God, in the mighty name of Jesus. Even this dragon of corruption, we command it to stop. Lord, may you send forth your mighty angels, oh God, to arrest this demon of corruption. In the mighty name of Jesus, we declare deliverance. We declare liberty over this nation of Kenya, from the north to the south, from the east to the west. We close down every gate, my Father, that the enemy has used to penetrate this nation. We close those gates and charge the holy angels to stand watch over those entry points of this nation, my Father. Lord, we enthrone you and declare you as God over this nation. Watch over this land. You who does not slumber, you who does not sleep, watch over this nation. You have spoken about this land many a times concerning your revival. We are praying, my Father, that you may remove these obstacles that are an hindrance, my Father, to your revival. In the mighty name of Jesus, send forth your fire. Send forth your fire. Send forth your fire. Send forth your fire. Just lift up your hands, everyone, and call on the Lord. Tell him to send forth his fire. Send forth your fire. Send forth your fire. Your fire of the Holy Ghost. Lord God Almighty, for you alone are God. Send forth your fire. We need your fire. Ignite your church. Ignite your children. Ignite your people. Holy fire. Holy fire. Holy fire. Come down upon your people. Send forth your fire. Ignite us, my Father, in the mighty name of Jesus. Holy Spirit, let the fire come like the day of Pentecost. Let the fire come. We need your fire, my Father. Masekerebo shandarebo rekema kandorobo korea bazeke rebababo sekenderebo korea bazeka rekanderaba kontorobosa rebababo sekeba konderaba kanda rebababa senderebo rekaya tatara kandebo seka rebabo koya makonderebo seka rikatatara baseka rekerebo sanderebo konta. Ignite us once again. Ignite us once again. Revive us once again. Revive your fire in us, O Lord. Revive your zeal once again. In the mighty name of Jesus. Arise, O Lord. Show yourself strong on our behalf. On behalf of your church. On behalf of your people. Show yourself strong. Father, we refuse to be ridiculed again. We refuse your servant being ridiculed. We refuse your servants being ridiculed. We refuse the church being ridiculed. We refuse. We reject it in the mighty name of Jesus. Arise, O God. Scatter every plan of the evil. The mighty name of Jesus. Heal your people, my Father. Heal your people, dear Lord. Even those nations like India that are suffering, oh my Father, we send forth your word. Send your word of deliverance, your word of salvation upon them, my God, that they may remember there is a God who is watching over them. May you touch them, dear Lord, in the mighty name of Jesus. Father, we thank you this morning.
We give you praise tutakupa sifa and we give you glory na tutakupa utukufu. as we worship you, Father, Tunapokuabudu Baba with our substance. na mali zetu, We pray that you may bless your children. tuomba kwamba ukabariki watoto wako. Bless their obedience, my Father. Bariki utiifu wa Rebuke Baba. the devourer for their sake. Kemea mlaji kwa niaba yao. Watch over their jobs, Chunga kazi zao, businesses, biashara zao, families, familia, and whatever they place their hands to do. na chochote ambacho mikono Let it inafanya. prosper. Wacha kifanikiwe. Let it be established. Wacha kiimarike. May they become mighty Wacha wakuwe in the wakuu land of their katika living. nchi ya waishio. In the name of Katika jina Jesus. kuu la Yesu. Come through, my Father, Njoo for Baba, every last one of them, kwa kila mmoja wao, even those who are watching. hata wale wanaotazama. In Jesus' mighty name, Katika jina kuu la may Yesu, you save them now. waokoe Be sasa, glorified. utukuzwe. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. 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 Hallelujah.